إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. خطة إسرائيل الكبرى، فهو خطبتنا اليوم. ramani kuu ya Mayahudi au mchoro mkuu wa Mayahudi, au nakul hilmu Israil al-kubra, njozi za Waisraeli ambazo zilizokuwa. Ayuha almuslimuna wa ya ayuha almu'minuna alkiram, enyi waislamu na enyi waumini watukufu, ilam faham ay muslim ay mu'min أن الحرب بين أمريكا مع إسرائيل ضد الإيران هي الشبكة التي تجلب الشرق الأوسط والمسلمين في الحرب مع إيران، أو حرب بينهم والقصد السري أو الخوفي، وهو الوصول إلى ما يسمون خطة إسرائيل الكبرى. فهم أي مسلم، najua أي مسلم ya kwamba vita vyenye kuendelea hivi sasa baina ya Marekani pamoja na Israeli wakishirikiana dhidi ya Iran, rawafidh mashia, hiya shabaka. Vita hivyo ni mshipi, vita hivyo ni alama fulani ya kuingiza watu katika mtego. Ni mtego maalum huu, hiya shabaka, ni mtego alati, mtego ambao tajlibu sharq al-awsata, mtego huu utawavuta mashariki ya kati katika miji ya Waarabu walmuslimin, na mchoro huo au mtego huo utawavuta Uislamu fil harbi, katika kupigana vita mali Irani pamoja na Iran. Mambo yanapokwenda mwisho huko Waislamu watapigana pamoja na Iran, na huo ni mtego ambao wameuanzisha Marekani wa Israeli Mayahudi, ambao wengi hivi sasa hawafahamu kama huo ni mtego. Wao wanaona kama ni vita tu ambavyo watapigana wenyewe kwa wenyewe kule basi, lakini ni mtego ambao utakuja kuingiza Uislamu katika vita. Au alharbu bainahum, au mtego huo utawaingiza vita kati yao Waislamu, walqasdu siriyu, na makusudio ya siri hasa yanayokusudiwa katika vita hivi, au al-khafi, au makusudio yaliyojificha, huwa al-usulu ila ma yusammuna, ni kufikia Mayahudi katika kitu wanachokiita khutata Israil al-kubra, mchoro ramani ya Israeli iliyokuwa kubwa. Wengi katika Uislamu kitu hiki hawakifahamu. wa khutata Israil al-kubra, na mchoro
wa Israeli iliyokuwa kubwa, tashmulu, inakusanya Lubnan wa Suria wal Iraq wa Urdun wal Kuwait wa Saudia wa Misra. Nchi hizi ziko katika ramani ya Mayahudi, lazima ziingie katika mikono yao. Yani Syria na vita vilivyopigana katika Syria ilikuwa ni moja katika mchoro wao, na Syria hivi sasa ishaingia katika mikono yao Mayahudi na Wamereka. Wal Iraq, mchoro mwingine ilikuwa ni Iraq, ambayo tayari walikushaingiza Iraq katika mtego huo. Wal Urdun wa Palestina nao vile vile ishaingia katika mtego huo, kwa maana wao vile vile shakamata nchi yao. Wal Kuwait ambayo hivi sasa tayari inashambuliwa vibaya sana, wa Saudia na Saudia ambayo kila siku tunashuhudia sisi makombora ya Iran yanaingia katika nchi zao. Wa Misra na Misri ambayo punde hivi na vile vile Misri itaingia. Haya hayakutokezea kwa bahati mbaya. Huu ni mchoro ambao umechorwa tokea mwaka 1977. Si vita ambavyo umetokezea ghafla tu ambapo hivi sasa watu wanaviona hivi. Wakad a'lana wa qara'a hadhihi al-qutta, na kwa hakika ametangaza na ameisoma ramani hii min rais al-wuzara al-israiliya Benjamin Netanyahu al-maarufu indahu bil-bibi. Ramani hii imesomwa na kiongozi wao, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, ambaye wao wa Israeli wanamuita bibi. Ameisoma ramani hii bitarehe 13 tarehe 13 Agosti sanata 25 mwaka 2025, sanata 25 wa 2000 mwaka 225 ni juzi. Sisi tuko 2026 hivi sasa. Ramani hiyo ilisoma katika redio zao wenyewe wa Israeli Mayahudi. Wa barnamijihim siyasi, na barnamiji yao hiyo, taratibu yao hiyo ya kisiasa, badaat, asili yake hasa imeanza fi ami 77 wa 900 wa 1000 mwaka 1977. Hapo ndipo ilipoanza ramani ya Israeli kubra, Israeli kubwa mwaka 1977, ambao waliozaliwa hapa kati yetu wengine watakuwa ni sio wengi sana, labda wale ambao wenye miaka kuanzia 45 na matakumzaliwa. Mayahudi ni watu wabaya, na ubaya wao ameutangaza Allah mwenyewe ndani ya Qur'an. La tajidanna ashadda an-nas adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku, kwa hakika utawakuta watu wenye uadui zaidi kwa waumini, yani Waislamu, ni Mayahudi. Walladhina ashraku, na wale wenye kumshirikisha Allah vile vile ni maadui wa Uislamu. Baadhi ya ulama wa zama hizi wanasema maadui hapo wanaingia Iran. Wairani hao, Wayahudi hao, Wamarekani hao, wote ni maadui kwa mtazamo wa Kiislamu. Ukitaka ndio hivyo na usipotaka ndio hivyo. La tajidanna ashadda an-nas adawatan, kwa hakika utawakuta watu wenye uadui zaidi lilladhina amanu, kwa wale ambao waliamini, al-yahuda ni Mayahudi, walladhina ashraku, na wale wenye kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Wala tajidanna akrabahum mawadda, na utawakuta walio karibu zaidi kimapenzi katika kuwapenda, lilladhina amanu, kwa wale ambao waliamini, alladhina qalu inna nasara, ni wale ambao waliosema huko nyuma hakika sisi ni manasara. Dhalik, sio Wakristo. Manasara na Wakristo ni watu wawili tofauti, ni makundi mawili tofauti. Ukirejea katika tarehe ya Islam, kati ya Nasara na Wakristo ni makundi mawili tofauti, ambao sisi tunaona wote ni hao hao. Wala tajidanna akrabahum mawaddatan, na utawakuta wale karibu zaidi kuwapenda, lilladhina amanu, kwa wale ambao waliamini, alladhina qalu inna nasara, ni wale ambao waliosema hakika sisi ni manasara. Dhalika bi anna minhum qissisina, yamekuwa hayo ya hao manasara kuwapenda waumini kwa sababu miongoni mwao manasara wamo makasisi wa ruhbana, na wale wacha Mungu waliojizuia wenyewe ucha Mungu wao waliozua, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi,
na uruhubani, ucha Mungu, utawa waliozua, hatukuandikia sisi wala kufaradhishia ila ibtighaa maradati Allah, isipokuwa lifanya hivyo kwa lengo la kutafuta tu radhi za Allah. Fama ra'awa haqqa ri'ayatiha, ucha Mungu huo hawakuweza kuuchunga kwa haki kuchunga kwake. Dhalika bi anna minhum qissisina, yanakuwa hayo kwa sababu miongoni mwao wako makasisi wa ruhbana na watawa cha Mungu, wa annahum la yastakbiruna, na kwamba wao hawajivuni wakati wanaposomewa aya kutoka kwa masahaba wa Mtume radhiyallahu anhu. Wa idha ma sami'u ma unzila ila ar-rasul, na wakati wanapoyasikia wao yale ambayo yameteremshwa kwa mtume wa Allah, tara a'yunahum, utaona macho yao, tafidhu min ad-dam'i, yanabubujika machozi, mimma arafu min al-haqqi, kutokana na ambayo waliwatambua katika haki. Yaqulun, wanasema rabbana amanna, mola wetu tumeamini sisi, faktubna ma'a ash-shahidin, tuandike pamoja na wenye kushuhudia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril mu'minin wal mu'minat innahu laghafurur rahim wal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. قال علي بن أبي طالب عن ابن عباس، وسمرياه كتفسير هو عبد الله بن عباس، يهبندريك ابن الله بن عباس، أمندريك إكرمة na kamdiriki Qatada, amesoma kwa Ikrima, amesoma kwa Qatada. Hao wawili ndio wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas. Ali ibn Abi Talha anasema nazat hadhihi al-ayat, aya hizi zimeteremka, aya tulizosoma fi an-Najashi, zimeshuka kuhusiana na mfalme Najashi wa ashabihi, na wale watu wake, alladhina hina talahum alaihim, ambao wakati alipowasomea juu yao Jaafar ibn Abi Talib bil Habasha au Habashi al-Qur'ana, kuwasomea Qur'an watu wao bakau, walilia, hatta aqdalu lihahum, mpaka ndevu zao zikajaa jasho, zimeruana jasho, ndevu zao zimeruana jasho, kutokana jasho na machozi kutokana kulia kwao watu wao. Al-yahudu mul-yahud, enyi Waislamu, Mayahudi ni Mayahudi. Vita hivi vyenye kupigana hivi sasa kati ya Marekani akishirikiana na Israeli na kupigana na Marekani na Irani, vita hivi vimeandaliwa na Mayahudi. Kwa wale wenye kufuatilia mambo ya vita, utaona kwamba Marekani ilikuwa karibu ya kujitoa katika vita hivi mwanzo. Netanyahu akasafiri mpaka Marekani zaidi ya mara 3, akamwambia tusije tukaondoka katika vita hivi. Kumbuka kwamba Mwirani ni mtu mbaya sana. Kumbuka kwamba amepiga bezi yako pale Qatar. Kumbuka hivyo. Huyu lazima tumalize. Huyo Trump mbele ya Netanyahu hana akili, ni mgonjwa. Netanyahu ni Yahudi na ni msomi, anafahamu nini anachofanya. Netanyahu yeye ni mtu wa biashara tu, anataka mali, atadanganywa pale. Tukiingia katika vita hivi, wewe utapata pesa mingi sana. Kwanza kule Venezuela rais wao shamteka na ushapata petroli. Unaonaje tukiingia Irani hapa, hii petroli yote sisi tushaikamata, tukaikamata na ile Hormuz tukaikamata ile, si ushapata mapesa mengi wewe? Trump anafanya biashara, akapiga mahesabu ya fedha pesa, sema hapa ni kwenye fedha, hoja nyingine. Kumbe haijui hii mashia hao Rafidha hawa ni watu wenye nguvu ya kijeshi, wajiandaa zamani sana watu hao, na wala si watu wa kuwachukulia poa kama wanavyoona baadhi ya watu kwamba hii ni mshia tu. Hao watu wana nguvu jamaa, tena nguvu za kijeshi. Kambi zao zote wameandika aya Qur'ani, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Sisi ahlus sunna wal jamaa tunaitikadi wa Waislamu kwa itikadi yao
ya kuwatukana na kuwasubu maswahaba na kuwakataa maswahaba. Sisi hatuitakidi kama na Uislamu, lakini Mayahudi wao watu magharibi wanawaona hawa kama Uislamu, lakini ni watu hatari sana hawa Mashia. Kwa hiyo Mayahudi ni Mayahudi. Wabiliktisari, na kwa ufupi tunasema min hadha al-ardi, kwa vita hivi vyenye kuendelea, nastatiwa an naqul, tunaweza tukasema anna al-hadath al-awwala, ya kwamba lengo la kwanza kabisa li hadha al-harbi, ya vita hivi, wal iktisadi, ni uchumi. Vita vya kwanza ni uchumi, na ndio kitu ambacho Netanyahu alimdanganya Trump. Tunakwenda kuinua uchumi wetu hapa. Fahia al-ghazwatu al-iqtisadiyya, kwa hiyo hivyo ni vita vya kiuchumi. Hilo ndio lengo la kwanza. Haya maneno yametolewa kutoka wapi kwamba vita hivi ni vita vya kiuchumi? Nani kasema hivyo? Qala ahadul yahudi, amesema mmoja katika Mayahudi wakubwa, yajibu an tamtadda al-harba, lazima vita viendelee, lazima vita vikunjuke ila almajali iktisadi, mpaka vikingie katika uwanja wa kiuchumi. Haya hayakusemwa leo wala 2026 wala 2025, yamezungumzwa huko nyuma kiasi ya miaka 100 nyuma. Mayahudi wana mipango mikubwa sana ya mbele, ya zamani sana, mipango ya huko. Haya ni maneno Myahudi mmoja mkubwa anasema, yajibu, lazima, amtadda alharba, vita vikunjuke, ila majali iktisadi, viingie katika nyanja za kiuchumi. Na ndio maana leo hii tunaona vita vinavyopiganwa kati ya Marekani na Muirani, wazi wazi hivi ni vita vya kuharibiana, ni vita vya uchumi. Kwa nini? Kama utakumbuka, ndani ya siku mbili hizi Marekani ameripua daraja kubwa katika nchi Iran, halafu akatoka katika mitandao na kutangaza kwamba nimeripua daraja lao kubwa ambao wanategemea uchumi wao wote uko hapo, nimeripua katika daraja hilo. Walichofanya Mashia ni nini? Walichofanya na wao vile vile ni kulipua madaraja katika miji ya Kiarabu, na hawakumalizia hapo, wakasema tunakwenda kuilipua Google, tunakwenda kuilipua Amazon, tunakwenda kuilipua Araka Corporation ambacho ni kituo kikubwa cha data katika nchi za Kiarabu. Kikilipuliwa hicho, basi habari ya mitandao baada ya mtakuja kusahau. Na wametishia kukata nyayo zote katika bahari za mambo ya internet ya. Kwa hiyo wanakwenda kuharibiana uchumi, na uchumi wa dunia hivi sasa umeyumba. Petroli imepanda, na Tanzania tuna akiba ya petroli. Kwa mujibu wa matangazo haya, tuna akiba ya kiasi ya miezi 3 tu. Baada ya miezi 3 hapo petroli itapanda kwa juu sana, kwa sababu Mirani amefunga Hormuz, na Mshia yule katika nchi ya Yemen wanakwenda kufunga kule katika mlango mmoja katika nchi yao. Kwa hiyo uchumi utakuwa ni mbaya sana. Ni vita al-iktisadi, al-harb al-iktisadi, hivi ni vita vya kiuchumi. Kwa hiyo lengo la kwanza ni vita vya kiuchumi, na sasa wanaharibiana, huyu akipiga hichi na akapiga kile. Wal hadafu thani, na lengo la pili, huwa al-harb diniya al-khafiya, ni vita vya kidini ya siri. Dini inapigwa vita kisiri. Hatusemi kwamba Mashia wale wana dini, hawana dini yote wale, lakini itakuja kuanguka dini katika miji ya Kiarabu na miji mingine ya Afrika na miji mingine huko. Wayuriduna Israila an yakuna a'la fi sharq al-awsat, Mayahudi wanataka kuwa wao wawe juu zaidi katika sharq al-awsat, jazira al-arabi yote ile wawe juu, liyakuma tadmir al-islam fi al-alam, ili waweze kupiga vizuri vita Uislamu katika dunia. Wanataka kuupiga vita Uislamu katika dunia, ai yani kutatahum tadmir al-islam, mchoro wao Mayahudi, malengo yao Mayahudi ni kubomoa Uislamu katika dunia.
يعتقد الغربيون wanaitikadi watu wa magharibi anna al-araba, ya kwamba warabu, tunapozungumza warabu yani Syria, Yamani, Jordani, Misri. Misri mekataa, wamesema wao ni warabu vile vile. Je, Muirani mwarabu? Si mwarabu. Muirani si mwarabu, yule ni Mwajemi. Sasa kuna mahusiano gani kati ya vita hivi na yeye ambaye si mwarabu? Kwa lugha nyepesi sana ili watu waweze kufahamu, Muirani ameingia pale kama ni virus. Ameharibu mpango wa Mayahudi wa kuichukua ile khuttat al-Israil al-kubra, ameharibu. Ndio maana wanampiga kwanza yeye vitu, wakimaliza wanawamaliza warabu wote pale. Kwa hiyo ni virus, lakini virus wenyewe ni mbaya. Sasa amejiandaa kivita na kila kitu anacho. Wanasema watu wa magharibi kuhusiana na warabu, hum miftahul ummatul islamiyya, warabu ndio ufunguo wa Kiislamu. Yakulu, anasema mustashrik Moro Baga, moja katika mustashrikuna, Moro Baga, kwenye kitabu chake alichokiita al-alam al-arabi, ulimwengu wa Arabu. Anasema, ambaye huyu ni mwalimu daktari huyo kuhusiana elimu ya kijamii, yeye anasema laqad thabata tarikhia. Haya maneno yameandikwa kwa Kiingereza, sisi tumeleta kwenye lugha ya Kiarabu. Laqad thabata tarikhia, hakika imethibitisha tarehe, historia imethibitisha, anna quwwata al-arabi, ya kwamba nguvu ya warabu, tani yani nakusudia nguvu ya warabu quwwata al-islami, ndio nguvu ya Uislamu. Unapozungumza nguvu ya warabu ndio nguvu ya Uislamu. Faludammiru al-araba, basi Mayahudi waabomoe hawa warabu, liudammiru bitadmirihim islam, ili kwa kuwabomoa kwao warabu ndio watakuwa wameobomoa Uislamu. Inna hadhihi shabaka hiya al-fitna, enyi Waislamu, shabaka hii, mtego huu ni mtego wa fitna, allati hadharaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mtego huu sisi Waislamu mtume ametutahadharisha nao. Wapi? kutokana hadithi ya Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, innaha satakunu fitna, hakika karibuni hivi kutakuja kutokezea fitna, tastandifu al-araba qatlahum, fitna hiyo itawaenea warabu, kuwawa warabu wengi. Hivi sasa habari zinatupitwa, mitandao haiweki wazi, lakini ikimalizika tu vita hivi utakuja kushuhudia watu wengi sana wameuawa katika jazira fulani, Sharq al-Aswad, Mashariki ya Kati, ile watakuwa wameuawa watu wengi sana, kwa sababu vita vinakwenda siku zote. Tunashuhudia makombora katika miji ya warabu, na warabu walikuwa kimtegemea Marekani awasaidie. Yeye Marekani mwenyewe anaomba msaada katika nchi mbalimbali. Warabu wamemtegemea Marekani awasaidie, yeye mwenyewe anamtegemea nchi na msaidie, mpaka China tunamjalisaidie bana, tufungue huu Hormuz, tuifungue hii. Innaha satakun fitna, karibuni kutakuja kutokezea fitna, tastandifu al-araba, fitna hiyo itawenea warabu, katla, uwawa warabu wengi, tena katlaha fi an-nari, wala uwawa watakuja kuingia. Akasema al-lisanu ashadda min waqi'i sayfi, lugha itakayotumika wakati huo ni mbaya zaidi kuliko hata upanga. Tunaona hivi sasa maneno ya propaganda katika mitandao za vitisho mbalimbali. Hadithi hii rawahu Tirmidhi wa Abu Dawud wa Ibn Majah. Ma anna hadha al-hadith dha'ifan, pamoja na kwamba hadithi hii ni dhaifu, lakin kad waqa'a ma qila, yametokezea ambayo yamesemwa. Qala al-Mubarakfuri, amesema wanachuoni wa hadithi al-Imam Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, qawluhu takunu fitna, kauli yake mtume aliposema itakuja kutokezea fitna, tastandifu al-araba ay tustaw'ibahum hilakaha, itawaenea wengi katika warabu kuuawa. Hii ni fitna iliyokuwa kubwa. Sisi juu yetu ni kumwomba Allah tabaraka taala, mwanzishaji
wa fitna hii kwanza malizike, akiwa ni Marekani mwenyewe Trump ndiye mwanzishaji wa vita hivi. Halafu walobakie marafiki wote hapa waangamizie mbali au usimamishe Uislamu. Lakini watu wasije wakajidanganya wakasema kama Irani hana nguvu. Ana nguvu kubwa, tena kubwa ya kutisha. Ni msiri yule, ni mtu ambaye anatakia kuficha yale mambo yake. Hizo kambi ambazo ziko chini ya ardhi ambazo watu wanazijua baadhi yake tu, kuna nyingi ambazo watu wazifahamu, na huenda hata hiyo Biblia vile vile anayo. Mambo ya kimzilia anaweza kuangusha kitu. Kwa hiyo sisi ni kumwomba Allah tabaraka wa taala, Allahumma ansur muslimina, ewe Allah wanusuru Islam. Allah awaangamize baadhi yao kwa wao, wa akhrijna min bainihim salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillah صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا عطيته. اللهم رب الناس مذهب البأس واشفي أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يكون سقما. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.